lote basi kupitia 0621780663 tutaliuliza hapo, nami nitalisoma hapa na litajibiwa hapa hapa kupitia 97.0. Karibuni sana. Asante sana, asante sana. Tukianzia upande wa kulia huku, karibu. Asante sana mtangazaji. Kwa majina naitwa Wilson Kennedy, ni afisa maendeleo ya jamii kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa, lakini pia ndiye afisa anayesimamia maendeleo ya vijana ndani ya mkoa wetu wa Katavi. Moja ya majukumu yetu kama idara ya maendeleo ya jamii ni kusimamia uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, ikiwemo vijana, wanawake, watu wenye ulemavu pamoja na wazee. Lakini sambamba na hilo, sisi kama idara ya maendeleo ya jamii tunasimamia maendeleo ya mtoto, tunasimamia uratibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali, lakini pia tunasimamia majukwaa ya wanawake pamoja na mambo mengineyo mtambuka. Lakini pia naomba nitumie fursa hii nimkaribishe mwenzangu kutoka kwenye mradi wa BDS na aweze kujitambulisha. Karibu. Asante sana bwana Wilson Kennedy. Jina langu naitwa Gaston Fabian Salufu. Ni msimamizi wa mradi wa kuboresha biashara za kilimo na kuunganisha na taasisi za fedha, yani BDS, yani Business Development Services, ambao unatekelezwa na wataalamu kutoka taasisi ya BDS wakishirikiana na IMED kwa ufadhili wa AGRA kwenye mradi wao mkubwa kabisa unaohamasisha ujasiriamali kwa vijana kwa usalama wa chakula na kilimo hapo baadaye, yani YEFFA. Katika mradi huu ambao unatekelezwa kwenye mikoa 15 Tanzania, tunatoa mafunzo na usaidizi wa kitaalamu wa kuboresha biashara za vijana, yani youth entrepreneurship, tukiwaunganisha na taasisi za fedha pamoja na kuwaunganisha na na taasisi mbalimbali za kijamii na za kiserikali, ili waweze kupata mitaji au mikopo ya kuwawezesha kuendesha biashara zao na kujikwamua kiuchumi. Sawa. Bwana, hao ndio wataalamu ambao tuko nao kwa siku hii ya leo kutoka BDS, ambaye amezungumza hapo bwana Gaston Fabian Salufu, ambaye amezungumza na amezungumza Kennedy pia kutokea ofisi ya mkuu wa mkoa wa Katavi. Zaidi ni kupitia 0621780663. Uwanda mpana huu ambao msikilizaji wewe ambao unasikiliza muda huu utauliza swali lako hapo, utaandika swali lako hapo, nasi tutalisoma kwa ufasaha zaidi. Lakini kwa wale ambao wanatusikiliza ni kupitia 97.0 ndani ya mkoa wa Katavi, lakini kwa wale ambao wapo nje ya mkoa wa Katavi basi ni kupitia link ya radiotadio.co.tz/FM. Lakini kule YouTube pia mtaalamu wetu yuko hapo anatengeneza mambo yakae vizuri, basi utapata hiki ambacho tunakijadili hapa au tunakizungumza hapa kupitia YouTube channel yetu ya Mpanda Radio Media, kwa kile ambacho kinaendelea kujili hapa. Kwa hiyo endelea kusikiliza, lakini pia endelea kuandika swali lako. Wataalamu hawa watalijibu swali lako kwa ufasaha zaidi na zaidi. Instagram ni Mpanda Radio FM 97.0, lakini pia vivyo hivyo kule kupitia Facebook unatupata huko, pamoja na mtandao wa X tunapatikana kwa majina hayo hayo. Tukianza moja kwa moja kwenye kipindi chetu, tukianza kwa bwana Kennedy Wilson, tuambie kidogo katika mkoa wetu wa Katavi, kwenye idara yako na idara pia nyingine zilizopo ndani ya ofisi ya mkuu wa mkoa, kuna fursa zipi hasa kwa vijana hawa ambao wanatusikiliza, lakini wanazifikiaje fursa hizo? Asante mtangazaji. Kwa kuanzia nianze na dhana ya kijana. Kijana ni nani? Kwa mujibu wa mwongozo wa vijana mwaka 2007, kijana ni mtu anayeanzia miaka 15 mpaka 35. Lakini tunapokuja kwenye masuala ya uwezeshaji, tunamtambua kijana anayeanzia miaka 18 mpaka 35. Lakini sambamba na hilo tunamtambua kijana kama mtu anayeanzia miaka 18 mpaka 45. Sasa hii inakuaje? Ukija kwenye ngazi ya wizara, kwa maana Wizara ya Maendeleo ya Vijana, kijana anayetambulika ni huyu mwenye miaka 15 mpaka 40 mpaka 35 sorry. Na utakumbuka juzi wizara ilitoa tangazo kwamba wanahitaji kuwezesha vijana. Sasa ni vijana wapi wenye sifa ambazo zinatakiwa wamiti vile vigezo ambavyo vinatakiwa mwisho siku waweze kuomba ule mkopo wa wizara? Hawa ni vijana ambao wanaanzia miaka 18 mpaka 35. Na ili waweze kufikia fursa zile, nini ambacho kinatakiwa? Kwanza vijana wale wawe na barua za utambulisho kutoka kwenye mamlaka zao za serikali za mitaa au serikali za vijiji. Lakini pia kijana huyu ili aweze kupata sifa za kuomba ule mkopo awe na kitu tunasema andiko mradi.
Andiko mradi ni kitu ambacho kinaonyesha mtiririko wa kile kiasi anachoenda kiomba kitatumikaje. Lakini baada ya hapo anatakiwa awe na kitambulisho aidha NIDA au mpiga kura. Akishapata hivyo vitu, tunatakiwa atatafute wadhamini wawili, na akishamaliza kuandaa hivyo vitu vyote ataviskani na kuweka kwenye document moja ambayo tunasema kwa lugha nyepesi PDF, nakala laini. Na baada ya hapo vile vitu atatuma moja kwa moja kwenye email ya Wizara ya Maendeleo ya Vijana, ambayo tunasema ni email inasema ps@vijana.go.tz. Kwa hiyo hilo eneo linafikiwa kwa sasa. Lakini tukija kwenye haya mambo yetu ya 10%, mikopo ya 10% ya halmashauri, kijana ni mtu mwenye miaka 18 mpaka 45. Utaona tofauti iliyopo. Kwenye 10% ni mpaka 45, lakini tukija kwenye Wizara ya Maendeleo ya Vijana tunaisha 35. Sasa huku ili aweze kuaccess hii mikopo anatakiwa awe na sifa zipi? Kwanza lazima awe na vikundi ambavyo vinaanzia watu 5 mpaka 15. Hata kuendelea inaruhusiwa, lakini ili kikundi kiwe na muendelezo lazima waishe watu 15. Sasa ili aweze kupata ule mkopo ni lazima kwanza awe amesajiliwa. Na ili asajiliwe sasa atakuwa awe na katiba. Ambapo katiba ndio inaonyesha vile vitu ambavyo watakwenda kuvitekeleza. Yaani kimsingi katiba ndio makubaliano ya wale watu wote watano. Kwa hiyo ukishamaliza kuandaa zile katiba zao, watakwenda kwenye mamlaka za serikali za mitaa kwa ajili ya utambulisho. Wakishamaliza kufanya ule utambulisho, watakwenda pale halmashauri kwa ajili ya kukaza zile taratibu za usajili. Lakini kabla hajafika kule halmashauri, tuna maafisa maendeleo ya jamii wetu wakati hapa ambao wanaweza kufanya zile technical assistance zote kuhakikisha kwamba kijana anakwenda kupata huo usajili. Na kishapata ule usajili sasa, huwa tuna kitu tunasema matangazo kwa ajili ya mikopo. Ile mikopo yote inayotolewa lazima watu wanatoa matangazo ndani ya muda wa siku 30. Kwa ndani ya ule muda wa siku 30 itakapokuwa limetoa tangazo, ndio inawapa room wao vijana sasa kuja kuomba ile mikopo. Kwa wataomba pale, mikopo itapita kwenye ngazi ya kata, itajadiliwa, itakuta kwenye wilaya, kwa maana ya halmashauri, lakini mwisho wa siku itakuja kwenye kamati ya wilaya. Ambayo kamati ya wilaya mwenyekiti wake ni katibu tawala wa wilaya. Na wajumbe wake kuna afisa anatoka jeshi la polisi, kuna afisa anatoka ofisi ya TAKUKURU na afisa anatoka ofisi ya DSO. Na wajumbe wengine kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa pamoja na halmashauri. Kwa michakato yote hiyo baada ya kupembuliwa, watakapokuwa wamepitishwa ndio narudishwa halmashauri kule sasa kwenda kupewa ile mikopo ile. Okay. Mimi naomba nichagize kidogo swali hapo. Inawezekana lisihusianishe sana na hii ambacho tumekuja nacho leo, lakini kumekuwa kuna malalamiko kwa baadhi ya vijana juu ya upatikanaji wa hiyo mikopo, na wengi wakienda mbali zaidi kwamba vigezo na masharti vimekuwa vigumu sana mpaka kufanya baadhi ya vijana kushindwa kuifikia hiyo mikopo. Hii ipoje na tunafanyaje sasa hawa vijana pia nao wapate mikopo, tuondokane na haya malalamiko ambayo yapo huko ground? Kimsingi mtangazaji, kwenye ile mikopo hakuna michakato mirefu kama ambavyo vijana wanafikiri. Michakato ndio nilisema awali, kama mtu anatakiwa asajili, kamati ya kata itajadili, kamati ya wilaya itajadili, na mwisho wa siku itajamalizia kamati ya katibu tawala. Kwa hiyo hii michakato tunayopitia sio kwamba ni usumbufu. Ndivyo kanuni inavyozungumza kwamba lazima mikopo ipitie kule kwenye kata wajadili, ije kwenye wilaya, ije kwenye halmashauri, afu mwisho wa siku imalizie kwenye wilaya irudishe tena kule kwenye CMT, afu ndo watoe ile mikopo. Kwa hiyo sio kwamba kuna milongo mirefu. Lakini kitu kingine ni uhaba wa fedha, kwa maana uhaba wa mapato. Mfano, unaweza kukuta pesa ambayo ipo kwenye hiyo awamu kwa upande wa vijana ni milioni 300, lakini maombi ni milioni 700. Hiyo ni changamoto. Sitaona mtangazaji kwamba tuna mahitaji ni milioni 700, lakini kilichopo ni milioni 300. Kwa hapo lazima halmashauri ikae chini angalie namna ya kujust ile mipango. Na huwa tunakubaliana kwamba kikundi X umeomba shilingi let's say labda milioni 20. Lakini kwenye milioni 20 mlioomba sisi tunaweza tukawapa milioni 10. Je, mnaweza mkajust ile mipango yenu kutoka kwenye ile milioni 20 ili isogeje kwenye milioni 10. Na lengo ni kuhakikisha kwamba vijana wengi wanapata. Okay. Na wengine pia wanaenda mbali zaidi, wanasema kwamba kuna urasimu. Yaani kijana mpaka afikie mkopo hapo katikati anapitia vikwazo. Bwana sikiliza, hebu ili nikurahisishie jambo lako, basi fanya hivi, nipe chochote kitu ili mimi nikurahisishie. Ninyi maafisa maendeleo mnapambana vipi na huu urasimu unaokwamisha upatikanaji wa mikopo kwa 10% kwa mfano kwa hawa vijana? Kwa sababu ni fursa moja wapo hiyo. Na nataka nikwambie kwamba hicho kitu kwanza hakipo.
ofisi ya mkuu wa mkoa wa Katavi, lakini yupo bwana Gaston Salufu kutoka TABDS ambao tunazungumza hapa fursa mbalimbali, lakini hizi ni fursa za kiuchumi ambazo zinatolewa na serikali kwa ajili yenu nyie vijana ambao mnasikiliza kipindi hiki cha Kumekucha Tanzania muda huu. Kennedy Wilson alikuwa akizungumzia pia fursa ya mikopo ambayo ndio fursa ambayo ipo kwa sasa, na vijana mmepewa tunasema kwamba nafasi kubwa zaidi kwenye kuipata hiyo mikopo. Kwa hiyo wewe ambao unasikiliza muda huu, kwa namna gani unaweza kuipata hiyo mikopo, basi swali lako ni la muhimu sana ili uweze kufahamu zaidi na zaidi namna ya kuweza kuipata hiyo mikopo. Yapo mambo mengi sana ambayo tunahitaji kuyafahamu hapo. Tumegusia pia kwenye urasimu hapo, lakini pia tumegusia vigezo na masharti. Naamini kuna vitu vingine vingi ambavyo tunahitaji kuendelea kuvifahamu zaidi. Kwenye vigezo na masharti pale, tukirudi, unaambiwa kwamba kwa wale ambao wapo kwenye vikundi, kumekuwa kuna ile dhana ya kutokuaminiana kwamba sisi tupo watano, mimi, ndugu yangu hapa Joni ana Milanzi na Dennis Mkakala, kundi moja tumechukua milioni 500 au milioni 5. Milioni 5 imeenda mbali sana. Let's say milioni 5. Mmekuja kutukagua, tumeonesha sisi bwana tuna mradi wa kuku ambao tunaufuga kule kwa Kwacha. Kumbe ule mradi bwana tumeufeki. Baada ya muda kila mtu anagawana cha kwake kwenye ile milioni 5, kila mtu anachukua milioni 1 wanapotea kusikojulikana. Changamoto inarudi kwenye urejeshaji wa mikopo. Vitu vya aina hii kwanza mnafanyaje ili kuweza kuvibaini tangu awali? Kwa sababu mimi naweza nikaonesha mradi ambao si wangu, baada ya muda mimi nikapotea kusikojulikana. Changamoto ikawa kwenye urejeshaji ili na wengine wachukue fedha. Tunabaini vipi, au ndo tunajipa imani kwamba tutashinda tu? Asante kwa swali zuri mtangazaji. Vitu kama hivyo tunachokifanya, na awali pale nilisema kwamba tuna kamati zetu za kata. Nakumbuka maafisa maendeleo ya jamii wa kata wanaishi kwenye jamii ile, lakini ile kamati pia ina mtendaji wa mtaa au mtendaji wa kata. Kwa mtendaji wa kata kupitia wananchi wake, hasa wale mabarozi na wajumbe wa serikali za vijiji, wajumbe wa serikali za mtaa, wanafahamu walisia kwamba huyu mtu hiki kitu ni cha kwake, au hapa ni kwa kaka, hapa sio kwake. Kwa kupitia hao tunapata taarifa kamili. Lakini pia tuna kamati zetu ambazo lazima tujiridhishe kwamba hawa watu kweli huyu mradi, kwa mfano umekuja kunionyesha mradi wa duka, lazima nitafute leseni. Leseni inasemaje? Kikundi kinaitwa labda let's say JV Floma, afu unakuja unaletea leseni ambayo imeandikwa Dennis Mkakala. Hapo lazima niweke swali la kuuliza. Kwa kutokea hapo tunaanza upembuzi ya kinifu kimoja baada ya kingine. Inakuwaje kikundi kinaitwa JV Floma alafu leseni inasoma jina la Gadau? Sio tumeelewana ndugu yangu? Kwa vitu kama hivyo lazima tuvibaini mapema, lakini mwisho wa siku tunaenda nao sambamba. Kwani kikundi kinatakiwa kuwa na sifa zipi kabla ya kuomba mkopo? Kikundi tukajikuta watu tumejichanganya huko, mwishowe tukapotea kule zetu Iringa huko, utamkamata nani Kennedy? Of course iko hivi, ni issue ya kama nilivyosema kwenye swala la umri upande wa vijana, lakini pia mradi wa pamoja. Hata mradi wa mtu mmoja inaruhusiwa. Lakini mtu wa mtu mmoja kuweza kubaini, lazima zile kamati zile zikutembelee. Tuangalie, tumesema kwamba hiki kikundi cha kina Gadau ambacho kinaitwa 5 Star let's say, wao mle ndani kwenye andiko mradi wametuandikia kwamba wana shughuli ya mtu mmoja. Kwa hiyo tunataka tuzione hizo shughuli za mtu mmoja. Lakini kuja kujua kwamba hizo shughuli za mtu mmoja, na sisi tuna mbinu zetu ambazo tunazitumia kwamba hivi kweli hii ni ofisi ya Gadau, huu kweli mradi ni wa Gadau. Kuna vitu ambavyo tunavifanya kuhakikisha kwamba kweli hiki kitu ni cha kwake. Yes. Sawa, kupitia 0621780663 anaitwa Edward wa Imilamate. Nauliza, je, sisi wa vijijini hiyo mikopo tunaipataje? Maana tunaisikia tu redioni, mjini ndio wanufaika ama vijana wote wa Tanzania? Asante. Mikopo hii sio kwa ajili ya watu wa mjini tu, ni kwa ajili ya halmashauri zote 184 zilizoko Tanzania bara. Hiyo Imilamate iko Itenka. Na wanawake nini Nsimbo, mpaka sasa hivi tunavyozungumza kuna mikopo ambayo wanaandaa kwa ajili ya kutoa kwenye huo mwezi unaokuja, mwezi wa 5. Kwa hiyo ndugu yangu aliyeko Imilamate aende pale ofisi ya kata Itenka, atakutana na afisa maendeleo ya jamii anaitwa Salma, atamuelekeza namna ya kupata hiyo mikopo. Kwa mikopo hii ni kwa ajili ya vijana walioko Tanzania wote, haibagui mtu. Okay.
Sawa. Asante pia Bulemo Mwangase kutoka Mkokwa. Anasema je, nikiwa sina biashara, mimi ni mkulima tu, naweza kuipata hiyo mikopo? Ni sahihi, na anaweza akapata. Kikubwa aje na wazo la kuanzisha biashara, aje na wazo la kuanzisha biashara, lakini asije mtu mmoja. Hilo ni angalizo, waje kama kikundi. Mikopo yetu sisi tunawezesha kama tunawezesha vikundi kuanzia watu 5 mpaka 15, na hiyo ni changamoto kubwa, mtangazaji. Kuna mtu mmoja anakwambia mimi sitaki kuingia kwenye kikundi, nataka unipe mkopo mimi kama mimi. Ni vitu ambavyo sisi kanuni zetu zinatubana. Yes. Na niongeze kidogo hapo Beni, mtangazaji, aliyeuliza swali la kuhusiana na masuala ya kilimo, na ndiko ambako tunakolenga zaidi. Na mradi huu wa BDS umekuja ukiwawezesha kabisa vijana wale ambao wako kwenye mnyororo wa thamani wa mazao ya kilimo, na mazao hayo kama alizeti, mpunga, mahindi, mboga mboga pamoja na matunda. Na kama nilivyotangulia awali kuzungumza, mradi huu unatekelezwa katika mikoa 15 ya Tanzania. Kwa hiyo vijana wengi sehemu nyingi unafikiwa na unakanda 4. Manake wewe usiwaze kuhusiana na hicho kilimo, unaweza ukawa ufanye kilimo pase kile cha kuingia shamba, lakini unanunua mazao au ni mchakataji, unaingia kuchakata, una kiwanda, unakamua mafuta ya alizeti, unatengeneza unga, unaandika na jina lako pale, linaitwa Super Sembe. Na ndio hicho ambacho tunakihitaji sisi, ya kwamba vijana hawa wanapataje hizi fursa ambazo serikali inaleta kwao, wanazitumiaje kwa wakati husika, maana umri unasogea. Unaweza ukajikuta leo ni kijana Beni, baada ya kufika muda fulani hii fursa kwako inakuondoka. Unakuta kwenye kigezo hicho umetoka. Sasa ukiwa kijana kama sasa hivi, unatumiaje fursa kama hiyo? Kwa hiyo anaelima asiwaze kuhusiana na hilo, anaenda tu kama alivyotangulia mkuu kusema ya kwamba unakuwa na wazo la nini, wazo la biashara, na unaenda mbali. Usiishie tu kwenye wazo, andika andiko la nini, la biashara. Ukilipeleka wao wakilisoma, yani ile tunaita business plan, ukishalipeleka kwao, wao wanakusaidia namna ya kuliboresha na kupata hizi fursa. Mimi niwaambie tu vijana wa mkoa wa Katavi, na sisi tunaozungumza ni vijana, tuamke mapema kwa ajili ya kuzitumia hizi fursa pale popote. Tunaweza kusema ya kwamba tusichoke kujifunza, maana maisha hayachoki kutufundisha. Kwa hiyo kila wakati tuamke ili tufikie lengo lile ambalo serikali na yenyewe inaona kwamba kwa kadri vile siku zinavyozidi kwenda, 40% tunapofikia mwaka 2030 itakuwa ni vijana. Na haya matukio ambayo yanakuwa yanaendelea, vita nini, lengo kubwa baadaye hawatakuja kutafuta ni nani mwenye mtutu mkubwa, watatafuta nchi ambayo au taifa ambalo litakuwa lina nguvu kubwa ya usalama wa chakula. Kwa hiyo tunapofikia kwenye hilo, vijana wazalishe kwa wingi, lakini watumie fursa ambazo serikali inazitoa kwa ajili ya kuwawezesha kufikia hitaji lile ambalo wanakuwa wanalitaka. Asante sana. Inawezekana pia siwe ni mkulima, labda ni mfugaji. Tumelenga zaidi kwenye tuna mazao yetu ambayo hiyo ni fursa ambayo inaenda kote. Lakini lengo la mradi liliweka kipaumbele zaidi mazao kama yale ambayo nimekusha kuyataja. Kwa hiyo kwa mfugaji nao hauzuiliwi, nadhani Bwana Wilson, hazuiliwi kwenda kuomba huo mkopo. Sisi tunachotaka kama TABDS ni kuwawezesha vijana kuzitambua fursa. Unajua kuna kuzitambua tu ni moja ya hatua. Mwingine anaweza akakaa mazingira fulani hivi asijue nini kinachoendelea. Sasa tunachokuja kuwafanya sasa hivi ni kuwaamsha kiakili, kuwafumbua ya kwamba sio benki tu ndo zinazotoa mikopo, japo na sisi tunawaunganisha huko, lakini tuanzie kwanza kile ambacho serikali inawawazia vijana. Okay. Kwa hiyo tukifikia hivyo, nadhani tutafikia malengo. Wewe kama unalima au unafuga, nenda kaombe, lakini kipaumbele chetu tuko zaidi tunawaempower wanawake. Yani wanawake tunawapenda sana kuwaingiza, na ndio lengo la mradi. Lengo la mradi ule mkubwa wa EFA na wa BDS ambao tunauendesha, yote yanalenga jambo moja, ya kwamba vijana hususan wale wa kike waende wakafuatilie fursa hizi ili wajikwamue kiuchumi. Sana. Sawa. Anasema kwamba Kumekucha Tanzania, niwapongeze sana kwa maelezo mazuri yanayohusiana na swala la mkopo kwa vijana. Je, kama sijatimiza umri wa miaka 18 ila vigezo tajwa vyote ninavyo, nikapata mkopo huu au nitaweza kuingia kwenye kikundi? Maana hiyo fursa ni nzuri sana kuinua vijana na kuwaweka sehemu nzuri, ila huku vijijini muje. Ni Abelino kutoka Tambazi. Huyu naomba nirudie swali moja, ni kama maswali mawili. Anasema okay, kama sijatimiza umri wa miaka 18 ila moja hapo ya kama nilivyosema awali, moja hapo ya kigezo ni kutimiza miaka 18 mpaka 45. Kwa maana kama hana miaka 18 bado hajatimiza vigezo.
Okay. Yes. Chini ya miaka 18 Hujatimiza vigezo. hujatimiza vigezo, subiri kidogo. Na hapo tunaanza kukutambua kwamba mawazo yako yameanza kukomaa. Unaweza ukawa unaanzisha biashara una umri chini ya miaka 18, ndio hatukatai, na vitu vyote unavyo. Sasa umri ule unaotambulika kwamba mawazo yameanza kukomaa na yanaweza mtu akafanya maamuzi. Maana hata hapo unaweza kuchukua hatua mbalimbali, kwa sababu taifa linakuwa linakutambua kwamba umeingia kwenye umri ule wa mtu mzima. Kwa hiyo tukifikia hapo unaweza kukaa na vikao vya hivi sasa vya kutambua ya kwamba unaweza ukachangia kwamba leta hoja yako hapo inahusiana na maendeleo. Asante. Haya, asante sana. Lakini anaitwa Ezekiel Marco kutoka Sibwesa. Haya, tunashukuru sana. Yeye iko mbali sana na kile ambacho tunakizungumza leo jamani. Anasema kumekucha Tanzania, niwapongeze hao watu wa fursa kwa ufafanuzi mzuri, lakini yeye bado ana maswali mawili. La kwanza ni kwa nini kwenye mkopo huo wa vijana wa kilimo vijana wenye miaka 45, kwani ukiwa na miaka 45 hawawezi kulima? Swali la pili, bwana Salufu ya kwako. Swali la pili, kwenye mikopo ya halmashauri, Mheshimiwa Rais mwaka jana akiwa ziarani kule Mwanza aliagiza kuwa ofisi zote za maendeleo ya jamii kuwa wawe wanaelekeza vikundi vyote namna ya kujaza fomu za mikopo hiyo. Je, linafanyika? Anaitwa Maketa aka Profesa Nabi kutoka Dilif Mgodi. Swali la kwanza lile tunalozungumzia kwamba ukiwa na miaka zaidi ya 45 kwamba huwezi kulima. Tuelewe dhana sahihi ya neno kijana. Tukiwa tunakuja, na ndio maana sasa hivi serikali mpaka inaanzisha wizara ya vijana inayojitegemea, wizara ya vijana pekee yake, kwa sababu ya kuona wimbi kubwa. Nimezungumza awali kwamba tunawalenga vijana kwa sababu utafiti unaonyesha ya kwamba kufikia mwaka 2030 40% ya watu duniani watakuwa ni barani Afrika itakuwa ni vijana. Kwa hiyo tunaanza kuliondoa ili wimbi mapema, kwa sababu sasa hivi kitu ambacho tunakitaka ni kwamba vijana wengi waweze kama unalima basi ulime sana ili uongeze ajira kwa vijana wengine. Kama ni mchakataji basi uchakate sana uajiri na vijana wengine, ili wasiwepo vijana ambao wanakuwa wanatangatanga tu mtaani na kuona ya kwamba serikali kana kwamba imewasahau. Tumekuja kuwaweka wazi ya kwamba serikali na yenyewe bado inawakumbuka kwenye kile ambacho wao wanakidhani ya kwamba wamesahaulika. Na ndio maana tunakuja na mikopo, serikali inakuja na bunifu mbalimbali za kuona ya kwamba vijana wanawezaje kujikwamua. Kwa hiyo tumelenga zaidi vijana. Ukiwa na umri zaidi wa miaka 45 kama tulivyokwisha kuzungumza, linaweza likawa wazo jingine, labda serikali na yenyewe na watu wa namna inawawezesha watu wa kuanzia hapo, lakini sisi tujikite kwenye vijana. Kwenye miaka zaidi ya 45 wanaweza wakawa na ubunifu wao ambao serikali imeleta, tunaita government initiatives, kwa ajili ya kuwasaidia watu wa kuanzia miaka 45 kwenda, kwa sababu huku tunaweza tukaja na kitu ambacho kwa mzee kwa kufikia umri wa miaka 45 kukipambania kinaweza kikawa kigumu, lakini kwa kipindi hiki ambacho tunazungumzia tunaona kabisa kwa mbio ambazo vijana wako nazo wanaweza wakafikia hatua fulani sana. Na kuna ile swali liliulizwa na Maketa pia, maswali mawili. Kwenye swali la pili aliuliza maelezo sio ya rais, ujazaji wa fomu na nini. Ni muda wako sasa Kennedy. Asante mtangazaji, kwanza niongeze kwa swali zuri. Sisi moja ya majukumu yetu ni kumsaidia ile mwananchi aweze kufikia malengo yake. Kwa hiyo kama kuna hizo fomu, na sio fomu tu, ni pamoja na maandiko mradi tunawasaidia kutengeneza, lakini sambamba na tunawasaidia katiba. Kinachotakiwa ili lifanikiwe, nini kinatakiwa kifanyike? Huyu mwananchi ambaye anahisi au mwanakikundi au kijana ambaye anahisi kuna vitu ambavyo hawezi kufanya, ni lazima watafute wataalamu, kwa maana afisa maendeleo alipo kule kwenye kata. Lakini ukiona kule kwenye kata ni mbali, yuko karibu na halmashauri, sogea pale halmashauri, ofisi ya maendeleo ya jamii, watakusaidia. Lakini ukiona huko kote ni mbali, huko jana ofisi ya mkuu wa mkoa, ndio ofisi ya mkuu wa mkoa sitakusaidia kujaza. Sisi lengo letu ni kuhakikisha kwamba watu wote wanafikia hizo fursa ambazo zinatolewa na serikali na waweze kunufaika nazo. Kwa hiyo hili tunalifanya kadiri ya uwezo wetu na tunalifanya kwa 100%. Hakuna mwananchi au mwanakikundi ambaye ataenda kwenye idara za maendeleo ya jamii kama nataka nisaidie kuandika andiko mradi akarudishwa. Okay. Jamani, maswali kama yanakuwa yanajirudia hivi msichoke. Wala kuna shida. Hii ni kama Simba tu, uchoke mpaka upate ushindi. Masuka Kulwa au Msukumo Original yupo Imelamati B Kisesa, anasema mikopo inaruhusiwa kikundi tu au mtu binafsi anaweza kupata mkopo yeye kama yeye
na kigezo gani anatakiwa kuzingatiwa? Huyu ni Masuka Kulwa, Msukuma original, huyu yupo Imilamate. Asante kwa swali zuri, Msukuma wa original kutoka Imilamate. Sisi mikopo yetu ya 10% inalenga makundi matatu: wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kwa mtu mwenye ulemavu hata akiwa peke yake anaweza akapata mkopo. Sasa sijajua Masuka kama ni mtu mwenye ulemavu anaweza akapata peke yake, lakini kama sio mtu mwenye ulemavu lazima awe kwenye kikundi. Kwenye kikundi. Alafu na hiyo ni kwa mujibu wa kanuni. Imilamate leo wamekuwa wa moto sana. Anasema anaitwa Hashim Ramadhani kutoka Imilamate pia, mtaa wa Sansilo. Anauliza swali, wao wa vijijini wanapataje huo mkopo, na wao wawe kama nilivyozungumza awali, vijana cha kwanza watembelee zile ofisi za kata, wakutane na wale maafisa maendeleo ya jamii, wataelekeza vitu vyote ambavyo vinatakiwa. Kimsingi fedha zipo na zitaendelea kuwepo, kwa sababu ni kitu ambacho sio takwa la mtu, ni sheria na ni kanuni kwamba halmashauri zitenge fedha kwa ajili ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Labda nikifikia tu kwa mtasari wa haraka haraka, kwa mwaka ujao kwa maana ya 26-27 fedha ambazo tunatarajia kutoa upande wa vijana tu. Upande wa vijana tunatarajia kutoa bilioni 1.8, ambapo kati ya fedha hizi Mpanda Manispaa itakuwa milioni 494, Tanganyika milioni 531, Mlele milioni 220, Nsimbo milioni 223 na Mpimbo milioni 346. Kwa hiyo vijana hawajachelewa kimsingi, lakini huu ni kwa mwaka wa fedha ujao. Lakini tunatarajia kabla tujamaliza mwaka, kwa maana ya kuishia mwezi wa 6, kuna fedha ambayo tunakuja kuitoa soon, itatangazwa. Kwa hiyo fedha zipo na zitaendelea kuwepo. Lakini pia sio kwa halmashauri tu, tuna fedha ziko pale NMB ambazo zina mkopo ni mkopo ambao una riba ya 7%. Mpaka takwimu ya juzi, vijana ambao kutoka kwenye mkoa wetu wa Katavi wamenufaika na ule mkopo ni vijana 34, ni sawa na wamechukua mkopo wa jumla ya shilingi milioni 38. Lakini pesa bado ipo. Kwa bado huko tunakaribisha kwamba kuna fursa. Lakini pia tuna kitu kinaitwa Imbeju pale CRDB. CRDB kama upo kwenye kikundi, wao watakutembelea, watakupa mkopo ambao utazidi milioni 3. Lakini pamoja na kwamba uko kwenye kikundi, lakini wale na kikundi wenzao hawahitaji kuchukua ule mkopo. Kwa sababu tayari ushasajiliwa, wao watakutembelea kwa sababu wanajua kabisa ushatambuliwa na umesajiliwa. Watakupa mkopo wewe kama wewe. Lakini tuna wenzetu wa SIDO wanatoa mkopo ambao ni 9%. Kwa watakuja watakutembelea biashara yako unaifanya, au utataka kuanzisha andiko wazo la biashara, watakuja watakukagua na mwisho wa siku watakupa ile fedha. Hatujaishia hapo, tuna 30% ya manunuzi kwenye hizo taasisi zote za umma unazoziona, au hizo ofisi zote za umma. Hizo huduma zinazotolewa, mfano ukienda pale ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mkuu wa mkoa, utakuta kuna vijana wanafanya usafi pale, kuna watu wanaleta chakula. Hizi zote ni 30% za manunuzi, yanatakiwa ziende kwenye makundi maalum. Sasa hapa kuna kitu kinaongezeka. Huko tulikuwa tunazungumzia wanawake, tulikuwa tunazungumzia vijana, tulikuwa tunazungumzia watu wenye ulemavu. Hapa wanaongezeka wazee wenye miaka 60 na kuendelea, na wana asilimia zao. Kwenye ile 30%, mzee ana 5%. Watu wenye ulemavu na vijana wana 10%. Warubaki ana 5%. Kwa hiyo zote ni kuhakikisha kwamba wa vijana walioko Tanzania wanafaika na hizi fursa ambazo zinawazunguka. Lakini serikali imekwenda mbali zaidi. Tunataka sasa hivi tuna mchakato wa kuwatambua vijana, kwa sababu kuna muda lazima ujue hawa nao wahudumia wako wapi na wanafanya nini. Kwa hiyo tunaendelea na utambuzi, na mwisho wa siku tutakuja tukishapata ule wakilishi wao, kwa maana ya kwamba tunatambua vijana kwanza kwenye ngazi za vijiji, mitaa, watakuja kwenye kata, wilaya, mkoa na hatimaye taifa. Kwa sasa hivi tunaendelea na utambuzi. Mwisho wa siku tutachagua uongozi kule ili waweze kuleta uwakilishi kwenye mitaa na vijiji. Tutakuja kwenye kata, tutatengeneza wilaya, mkoa na hatimaye taifa. Ni kwa nini? Tunataka hawa watu wawe ni sehemu ya mipango ya serikali, wawe ni sehemu ya maamuzi. Mfano unapoitishwa mkutano, kinapoitishwa kikao cha kamati ya maendeleo ya kijiji, ambacho mwenyekiti wake ni mwenyekiti wa kijiji na katibu wake ni mtendaji wa kijiji. Tunataka kijana ambaye ni mwenyekiti wa jukwaa la vijana upande wa kile kijiji aingie, ajue mipango ya serikali inaendaje, na vijana na wao watakuwa na malengo yao, watakuwa na komenti zao. Lakini hali kadhalika kwenye kata, ambapo mwenyekiti pale kwenye kata ni mheshimiwa diwani na katibu wake ni mtendaji wa kata. Kwa pale kwenye kata ambapo tutapata mwakilishi. Kwenye wilaya hivyo hivyo, kwenye mkoa hivyo, na hatimaye tutapata taifa. Lakini sasa hivi mwenge wetu wa ule ambao tunaendelea na mwaka huu, ambao tumezindua tarehe 2 mwezi wa 4 kule Gombani Pemba. Mwenge sasa hivi kila unapopita kwenye halmashauri unakuja kuzindua kitu kinaitwa vijana platform kwenye halmashauri husika. Kwa hiyo tukija Mpanda hapo tunasema tunazindua vijana platform Mpanda. Umeona?
tukienda pale Nsimbo hivyo hivyo, tukienda pale mnaenda hivyo, kwa mpaka Mwenge uje uzunguke tayari tushazindua nchi nzima mpaka kwenda kuuzima pale Lupla tarehe 14 mwezi wa 10. Kwa hiyo nitumie platform hii pia kuwaasa vijana wenzangu na kuwakumbusha kwamba wasikae kinyonge. Sisi maafisa maendeleo jamii tupo. Wewe ofisi yoyote tu ambayo unaona ni iko karibu na wewe, nenda kaulize, sisi tutakuelekeza na tutakusaidia bure kabisa, wala kuna gharama yoyote na wala hakuna urasimu kama inavyosemekana. Lakini pia kama kuna hizo taarifa za urasimu, simu zipo na ofisi zipo, ni kitu ndio cha mtu kuja kuambia bana, mimi nimeenda hapa nimekwambia hapa kwa sababu niambia 1 2 3. Afu sisi tunajua tunashughulika vipi na watu wa staili hiyo. Na Beni, kitu ambacho nataka kukiongeza zaidi, amezungumzia habari ya Mwenge. Ni mratibu wa Mwenge mkoa wa Katavi. Kwa hiyo kitu ambacho nasema, kama vile wanavyosema Mwenge hauachi kijiji, pia maafisa maendeleo hawaachi kijana. Kwa hiyo wewe kaa naye tu karibu, mambo yatakaa vizuri na nadhani mafanikio yatakuja. Chanda kujisogeza Na kitu ambacho tunakisisitiza kingine, muda wetu unatutupa mkono. Lakini tunapenda vijana wawe na mazoea ya kujenga mahusiano vizuri na taasisi hizi au taasisi za kiserikali, lakini pia taasisi za fedha. Yaani wewe kuwa nao tu karibu, siku moja utasaidiwa alafu watakuongeza. Tuachane na mitazamo ya urasimu. Ukiwa nao tu karibu, yani kwa mfano wewe Beni umeenda pale CRDB, hata kwenye simu yako basi kuwa hata na namba ya mtu pale, hata mlinzi tu pale CRDB atakuelekeza, nenda kamuone fulani. Lakini nenda mbali zaidi, meneja anayekuja, kila meneja anayekuja kwenye benki husika, jitahidi basi kuwa na namba yake za CRDB, NMB, TCB. Benki ziko nyingi Mpanda, NBC. Haya, serikalini unakuwa na namba ya Kennedy, kama leo ataiacha hapa. Akifika wakati anakusaidia Wilson ya kwamba ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.